Maji yana umuhimu mkubwa sana katika maisha ya binadamu. Hakuna kiumbe kinachoweza kuishi bila ya maji. Waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy, kutokana na maji tukakifanya kila kitu kuwa hai. Yani mimi na wewe tumepatikana kutokana na maji, tena tumepitia tundu ya mkojo mara hizi mbili. Unaingilia kupitia tundu ya mkojo wa baba yako, unatokea kupitia tundu ya mkojo wa mama yako. Huyo ndo Allah. Tena kwenye tundu ya mkojo wa baba yako kunatoka maji, na kwenye tundu ya mkojo wa mama yako kunatoka nini? Hivi kuna mtu aliyetoka hapa bila tundu ya mkojo wa baba yake? Alafu ukisimama huko mtaani unawaambia watu, unanijua mimi wewe? We nani we? Mami ya mzee baba yako tu bwana, unatisha watu. Wewe si mami ya mzee baba yako tu. Allah kaiweka kwenye mbavu kwanza, imekaa kwenye mbavu, sawa Baada ya kukaa kwenye mbavu ya mishipa, Allah akaijalia mbegu ya hiyo maji ya mzee baba yako ikaingia kwenye mfuko wa kizazi cha mama yako, ikakaa humo kwanza vimaji. Baada ya siku 40 vikaa vidamu. Baada ya siku 40 kimnofu cha nyama. Baada ya siku 40 thumma anza'nahu khalqan akhar, kisha Allah akakufanya kuwa kiumbe kingine. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametakasika Allah mbora wa kuumba. Umekaa humo sasa, ulipotaka kutoka, anajua mama yako hana uwezo wa kukutoa tumboni humo. Mama yako hana uwezo wa kukutoa tumboni kwa nguvu zake, sio nguvu ya mama yako. Thumma sabila yasara, kisha Allah kasahilisha njia. Yani pale ulipotokea wewe pagumu, Allah alichokifanya karahisisha njia. Mama yako kabana pumzi kidogo tu ukatoka. Tena Allah kakutoa tumboni kwa mama yako. La ta'lamuna shay'a, ulikuwa hujui chochote. Yani ulikuwa hujui kwamba hapa mimi ndo Suleimani. Kwa hiyo mwanadamu, zingatia, sote tunatokana na maji. Afala yu'minun, hivi mwanadamu je, huamini kwamba Allah yuko? Huamini kwamba kiyama kipo? Huamini kwamba kaburi mna adhabu? Mbona unamsahau Mola wako?